huku Yanga wakipata furaha kupitia goli hilo la Pacome Zouzoua. Ilikuwa ni mchezo wa dabi ya Kariakoo ambapo ilikuwa ni ngao ya jamii kuashiria kwamba ligi kuu ya NBC msimu wa 2025-26 unafunguliwa. Swali la kwanza kabisa, walimu wa pande zote mbili, kwa upande wa Yanga hakuna wachezaji wote ambao walianza, hakukuwa na mchezaji mpya, wote walikuwa msimu uliopita. Kwa upande wa Simba ni wachezaji wawili ndio walikuwa wapya kwenye kikosi cha kwanza. Kwa nini imekuwa hivyo na tofauti na matarajio ya tulio wengi? Nianzie kwako Idi Mpome. Kwangu mimi naona kwanza, unajua mara zote anapokuja mwalimu mpya lazima atakuja na mambo mapya. Lakini kwa mwalimu wa Yanga jana mimi amenifundisha kitu, tupende kuviheshimu vya kwetu. Kwa sababu hakuna mtu yeyote alitegemea kumuona Azizi Adabwile akianza kucheza namba 6. Na wapo watu walisema malizi dakika 20 atafanyiwa mabadiliko. Lakini alikipiga mpaka dakika zote 90 na ziliongezwa dakika 12. Ina maana alipiga dakika 102 na alikuwa bado yuko timamu. Na ile imenipa ishara. Unajua Yanga walimsajili Musa Balakonte kwa yani watu waliona bonge la, yani ndio atakuwa bonge la mchezaji ambaye tumanyua kwa Yanga hii. Lakini jana Azizi amecheza na viungo wote. Amecheza na Mdasiru, kacheza na Dikiabuya, wanabadilishana wao tu. Anaingia Dumbia, yeye yupo mpaka dakika ya 90. Kwa hiyo inaonesha lile sasa hivi litakuwa ndio chaguo la mwalimu, na amefanya kila kitu sahihi. Alikuwa anakaba, alikuwa anapiga pasi za mwisho vizuri, alikuwa anaendesha timu, alikuwa na linki vizuri na mabeki wake, na alikuwa na mawasiliano mazuri dhidi ya mabeki wote wakati. Kwa hiyo ndio cha kwanza ambacho mwalimu Folz amekuja ameonesha, na kwa kweli watu wote jana wameshtuka. Paka leo hii imekuwa ni hadithi kwa kila mtu. Lakini la pili, kwa ujumla Yanga walivyocheza, wameonesha namna gani timu kubwa inaweza kuwa na mchezaji mkubwa mwenye uwezo wa kuamua matokeo. Ukiangalia mechi ya jana, Yanga kidogo walikuwa chini tofauti na dabi zilizopita. Jana Simba wamejitumua sana. Wamemiliki mpira vizuri, wamepata on target nyingi, off target wamepata nyingi, kona nyingi, lakini mwisho wa siku Pedro Pacome Zouzoua anaonyesha yeye ni mchezaji mkubwa wa daraja la juu na anafanya maamuzi magumu na kuipatia timu yake goli moja ambalo liliingia dakika 54 lakini lilidumu mpaka dakika 90. Kwa hiyo ni namna gani unaweza kuwa na mchezaji wakati wa mechi ngumu akaamua matokeo. Hiyo sasa Yanga ndio inapotofautisha Yanga na Simba kwa sasa. Yanga na wachezaji mmoja ambao wanaweza kaamua matokeo na wakaifanya mechi ikawa imekufa. Ukija kwa upande wa Simba, kocha Fadlu amefanya kila kitu kifundi jana kimeonekana. Lakini mapungufu yaliyojitokeza kwa wachezaji mmoja. Wamepoteza nafasi ambazo zile nafasi huwezi kumlaumu kocha. Kwa sababu kocha namna yake anakufundisha namna gani ya kucheza, namna gani ya kutengeneza nafasi, lakini swala la kukwamisha mpira wavuni linabaki kwa wewe mchezaji. Nafasi za wazi alokosa Kim Dennis ilikuwa ni nafasi ya wazi, ameshapita ngome ya ulinzi, amebaki na golikipa, lakini ilikuwa ni kiasi cha kukevu tu ule mpira, akashindwa. Na Diala anaenda, ana stretch, anaokoa ule mpira. Kuna nafasi ya Shomari Kapombe, ameingia paka kwenye 6. Kipa amebana post, alikuwa apige V lakini akalazimisha kutaka kumpiga kuweza kupiga ile mpira aweze kufunga. Lakini Diala aliucheza na nafasi hizo mbili akakosa. Kuna nafasi tena ya Kibu alipiga Aeda akiwa peke yake kipindi cha pili. Diala aliokoa. Kwa hiyo unaweza kusema kila kitu kimfumo Simba jana wamefanya vizuri, ila kwenye swala la kumalizia lilikuwa la mchezaji mmoja ndio liliokwamisha na matokeo yale yamekuwa vile. Sasa mimi uwaga ni muumini sana wa kusema kocha anapofanya maandalizi anamaliza kila kitu. Sasa wachezaji ndio wakwenda kuonyesha uwanjani wamejiandaa vipi. Kwa jana wachezaji wa Simba wamemwangusha kocha kwa sababu wamepata nafasi. Hiyo tofauti na dabi iliyopita. Dabi iliyopita nafikiri kama Simba alipata on target ilikuwa moja tu, ambayo alikuja kuipata Ateba alipoingia. Lakini dabi hii wamepata on target si chini ya 5, lakini zote wameshindwa kuzitumia. Lakini Yanga paka wanaenda mapumziko walikuwa wana on target hata moja. Walipoingia tu Pacome alipiga on target moja, ilikuwa hatari kama sio mahili wa kipa hao Kamara, ile ilikuwa ameandika ba. Kwa hiyo ni namna gani hapo ndio inapotofautisha kati ya wachezaji wa Yanga na wachezaji wa Simba mmoja kidaraja. Hawa wanaweza kumaliza mechi ngumu, hawa wanahitaji yani wanahitaji nguvu ya ziada kuweza kumaliza mechi, na ndio imepelekea paka Simba wanafungwa mechi ile ya jana. Anangisi kuna kwa msimu uliopita Simba walikuwa na Ateba, walikuwa na Steven Mukwala. Ameondoka Ateba, ameingia Jonathan Soa. Kukosekana kwa Jonathan Soa kunaweza kuwa ni sehemu ya sababu ya Simba kutopata ushindi ama kutopata goli kwenye mchezo wa jana? Hapana, binafsi mimi nitakataa kwa sababu bado hajaonyesha kile ambacho amekionyesha katika Singida akiwa Simba.
mechi ambazo amecheza Soa ni zile za kirafiki, si ya kiushindani kama mechi ya jana. Kwa hiyo binafsi ukisema kukosekana kwa Soa inaweza sababu ya Simba kupata matokeo, hapana. Lakini kwenye issue ya Simba kupoteza mchezo unaweza kusema ni matokeo ya mechi, kwa sababu kuna matokeo matatu: kufungwa, kutoa draw na kushinda. Kwa Simba kiukweli kwa jana walicheza vizuri sana. Kwa upande wangu namna ambavyo niliona Simba, matokeo inawezekana alikuwa hayapo upande wao, lakini kisystem, namna ya kucheza mpira, Simba walicheza vizuri zaidi kuliko Yanga, japo Yanga walipata matokeo. Kwenye mfumo ukifuatilia vizuri, yule alisha mchezo na ikawa ni karata ya siri kwa upande wa kocha Fauzi mpaka goli linafungwa, ama mechi inabadilika kwa upande wa Yanga kwa dakika 90 mpaka mchezo unamalizika. Wana haki ya kusema hivyo kwa sababu ukiangalia takwimu za mchezo kwa kipindi cha kwanza zilikuwa zinaakisi hicho kitu ambacho umekizungumza. Dumbi ya kwanza kwenye mchezo kwa zile dakika 45 za mwanzo, lakini katika zile dakika 45 za mwanzo Yanga walikuwa wajalenga lango kwa maana ya kupiga mpira wote ule ambao goalkeeper Musa Kamara alikuwa amedili nao kwa zile dakika 45 za mwanzo. Lakini baada ya mabadiliko ya kutoka kwa Mdathir Yahya Abbas akaingia Mohamed Dumbia, Yanga ndo walionekana sasa imekuwa timu ambayo imeleta mabadiliko kiwanjani. Mabadiliko ya kwanza unaanza kuyaona kuanzia kwenye build up yao, kwa sababu mwanzoni katika zile dakika 45 za mwanzo Yanga walikuwa hawawezi kutoka kwenye ile back four yao. Wakianzisha mpira mara nyingi unaishia kwenye miguu ya viungo wa Simba ambao walikuwa wameubana uwanja katikati ya uwanja. Tunasema ule uwanja huwa tunauhesabu katika pande mbili. Kuna sehemu ambayo tunasema vertical na kuna sehemu ambako tunaiita horizontal. Ile sehemu ya vertical Simba walikuwa wamejaza viungo wengi katikati na Yanga walijaza viungo katikati wengi. Hii inakuonyesha ni sura gani? Kuna coach ambaye kimbinu alimsoma kocha mwenzie mmoja ili aweze kuzuia ule uhatari wa timu yake. Na tunawajua Yanga combination play yao imekuwa very superb. Pacome Pedro Zouzoua, Maxim Pianzengeli, Mdathir Yahya Abbas ambao mara nyingi huwa wanasogea mbele kwa ajili ya kwenda kuungana na mshambuliaji wa kati kwa maana ya Prince Dube, lakini nyuma yao wakiwa wana bima ya viungo walinzi wawili. Maana yake hapo unamzungumzia Duke Abuya, na kwa siku ya jana alikuwepo ni Azizi Andambwile. Fadlu Davis aliwajaza viungo wengi wa Simba wakawa wanachezea wakiwa ndani, wakiwaruhusu Yanga wapite pembeni ya kiwanja, kwa sababu walijua ubora wa Maxim Pianzengeli akiwa pembeni ya kiwanja sio mzuri katika kupiga mipira ya cross. Pacome Pedro Zouzoua ambaye alikuwa anacheza kama kiungo wa pembeni kwa maana ya namba 11 sio mzuri akishaumaliza uwanja kwenda kupiga ile mipira ya cross. Kwa hiyo atalazimika kurudi ndani, na akirudi ndani atakutana na kundi kubwa la wachezaji wa Simba ambao watakuja kuzuia ile mashambulizi. Kwa hiyo akawa ameopt kuanza na viungo wengi. Ndio maana tukamuona jana kwa mara ya kwanza Fadlu Davis dakika 45 za mwanzo anacheza na double pivot kwa maana ya Alassane Kante na Yusuf Kagoma, viungo wawili wazuiaji kwenye mechi moja, kitu ambacho hatujawahi kumuona akifanya hivyo. Kafanya kwa siku ya jana ili wamsaidie Rushaine De Rock na Abdrazaki Hamza kuweza kuzuia zile channel zote, milija yote ambayo Yanga kama watarudi katikati kwenda kulishambulia lile box wakiwa wanaliangalia waweze kuzuiliwa pale katikati. Kwa hiyo unakuja kuona na Yanga vile vile walifanya vile kwa sababu kuwa na Mdathir Yahya Abbas, Azizi Andambwile, Duke Abuya kwenye kikosi, ni viungo watatu ambao hao wawili wana sifa ambazo zinafanana, Duke Abuya na Mdathir Yahya Abbas. Lakini ukija kwa Azizi Andambwile, yeye amejitofautisha na hao wawili. Ni mchezaji ambaye hatokupa ile up and down kwa maana ya kukimbia sana kiwanjani, lakini ana uwezo mzuri wa kuimaki au kuilinda lile eneo lake la kiuchezaji. Kwa hiyo alikuwa anamhitaji Azizi abaki. Mdathir Yahya na Duke Abuya wao wanafanya kupishana, tunasema kama ile pia ya baiskeli. Wanapopishana, mmoja akipanda mwingine anabaki, mwingine akipanda mwingine anarudi kukava ile nafasi ili kuweza kuzuia mashambulizi ya Simba. Walazimishe Simba wapite pembeni ya kiwanja, ambapo wanaamini kwa upande ambako alikuwa anacheza Erim Panzu anaenda kukabiliana na Israel Patrick Mwenda, ambaye Israel Patrick Mwenda katika matukio ya 1v1 mmoja dhidi ya mmoja anaweza kudili nao vizuri kama atakuwa amepata cover. Na unajua uwezo mzuri aliokuwa nao Dickson Job wa kukaba distance kubwa. Lakini pia ukienda upande wa kushoto ambako alikuwa anacheza Kibu Denis, kocha Romain Folz alikuwa ameangalia, amejua
Shadrack Boka sio mzuri katika kukaba, lakini ni mzuri katika kufanya zile interception, na Kibu Denis sio mzuri katika kudribble ule mpira, kwa maana ana ule uwezo mkubwa kimbinu kudribble ule mpira katika zile nyuzi 90. Maana yake mara nyingi yeye akiwa na dribble mpira kuusogeza kukimbia mbele, mpira wake unaenda mbali, na Shadrack Boka ana uwezo mzuri wa kuingilia ule mpira ambao umetoka kwenye mguu wa mchezaji aliyekuwa anamiliki. Kama Shadrack Boka atakuwa amekosea ule mpira, Ibrahimu Hamadi Baka anaweza akaenda kukava ile distance na kumfutia Shadrack Boka makosa yake kama atakuwa amepitwa na Kibu Denis. Kwa hiyo Romain Folz, makocha wote inaonekana mpango kazi wao walikuwa ni kujaza wachezaji katikati ya kiwanja ili waone namna wa kulazimisha wachezaji wa timu pinzani ambao wanaaminika ndo masuperstar kwenye vikosi vyao wapite pembeni. Kwa kuingia kwa Mohamed Dumbia kulikuja kuleta kitu cha tofauti, kwa sababu ule umiliki ambao alikuwa nao Simba Sports Club kipindi cha kwanza kwa maana ya kudominate kwenye eneo la kiungo ulikuja kupotea baada ya kuingia Dumbia, na ndio tukaona Yanga wanaanza kutengeneza nafasi, lakini pia sio nafasi tu, hata ule umiliki wa mchezo, kwa sababu ukianza kuangalia sifa za mchezaji Dumbia, ana uwezo wa control game yeye kama yeye, ana uwezo wa kuachia pasi katika tempo ambayo anaitaka yeye. Kwani goli lina shida gani? Goli lina shida gani? Ila jana goli ile kila mtu anaangalia kwa mtazamo wake. Mtazamo wako ni upi kuhusu goli? Mtazamo wangu mimi niliongea jana mpaka tufunge. Sorry kwanza. Mimi mtazamo wangu naheshimu maamuzi. Labda baada ya kwenda kuangalia kwa mara nyingine. Nimeangalia marejeo. Goli lina shida gani? Goli lina shida. Lina shida? Lina shida gani? Ukiangalia ile hauwezi kuongelea tu kwamba Pacome alikuwa eneo la offside, ndio alikuwa eneo la offside baadaye, lakini kabla ya kuvunja yule aliingilia pale kwa kwenda kumzuia Rushin asiweze kwenda kukaba kwa Max. Lakini mimi waga nasema zote maamuzi kwenye zidabi bwana yakishapita huwa tuyaheshimu wataalamu wenyewe wameona ni goli, aliheshimu goli, kwa sababu ukianza kulichanganua sana watu washaanza kusahau saizi, unaanza kuleta nyamko. Lakini goli lile, na uwezi kumlaumu sana refari, kwa sababu hata wao wanaolalamika baada ya kwenda kuangalia marejeo kwa ndani zaidi ndio unaona hapa tayari kulikuwa kuna viashiria fulani, lakini mwanzo pale uwanjani huwezi kuliona. Hata refa mwenyewe huwezi kumlaumu, wala line one huwezi kumlaumu. Kwa hiyo tuheshimu mazali limepita. Goli halali. Haina changamoto yoyote. Ni goli halali. Kuna changamoto ya hisia na sheria. Changamoto ya hisia na sheria. Kwa namna gani? Tumekuwa na kasumba ya kutafsiri hisia mbele ya sheria. Sheria namba 11 ya mpira wa miguu ambayo inazungumzia offside, inazungumza ina kanuni, ile ni sheria ambayo ina kanuni tofauti. Ukianza kuichanganua ile sheria ya offside kwenye mpira wa miguu, lile goli la Yanga ambao walilipata jana lilikuwa ni goli halali, kwa maana goalkeeper anaweza kuzuia offside kwa maana ya kuifuta. Beki au mlinzi wa mwisho anaweza kuzuia offside kwa maana ya kuifuta. Lakini pia mchezaji wa timu pinzani ambaye yuko nyuma ya mstari wa mwisho wa walinzi wa timu pinzani anaweza akasababisha goli lisikubaliwe. Ukiangalia hizi sentensi tatu ambazo nimezitaja katika mchezo wa jana, zote zimehusika. Ndio. Unaanza kuangalia tukio la kwanza linaanza, mpira anauachia Pacome Pedroso Zouzoua kuelekea kwa Prince Dube. Dube ambaye alipiga ule mpira kwa maana ya kushuti kuelekea langoni, muda ambako Pacome amefungua alikuwa tayari yuko kwenye mtego wa offside, eneo la offside, kwa maana yuko nyuma ya migongo ya walinzi wa timu pinzani ambao ni Simba. Alikuwa ni Rushen Delok na Chamuka Labwe. Maxim pia Nzengeli anafanya lani nyuma ya mgongo wa Nabi Kamara. Kilichotokea ule mpira wa Prince Dube au kupenyeza moja kwa moja kuelekea golini, waliuzuia wale walinzi wawili, kwa maana ya Alassane Kante ambaye alifanya ile blocking kwa kulala chini, yeye na Chamuka Labwe waliuzuia ule mpira. Ile sliding tackle ambayo alikuwa anakuja kuifanya ili au block mpira Rushen, mpira ukampita nyuma. Katika mazingira yale, kwanza ukianza kuchanganua kuanzia pale, ni muda ambao Prince Dube anapiga ule mpira, Pacome Zouzoua tayari yuko katika eneo la kuotea.
Kama ule mpira usingeweza kuwagonga wale walinzi ukapitiliza moja kwa moja kuelekea golini, lile lilikuwa ni goli ya rari. Kesi ya kwanza inaanzia hapo na inafungwa. Lakini ule mpira umeguswa. Ule mpira ulivyoguswa, mtu ambaye alikuwa anafanya mkimbio kuelekea kwenye box kwa ajili ya kuja kufanya follow up ya ule mpira, Maxim Pianzengeli, ndo anakuja pembeni kwenye ubavu wa Nabi Kamara. Nabi Kamara anatokwa baada ya kushindwa kufanya ile concentration ya kufanya follow up ya ule mpira. Maxim Pianzengeli anaenda kuugusa ule mpira kwa mara ya kwanza. Unaona mpaka hapo? Maxim Pianzengeli ule upande ambako alipita hakuwa offside, kwa maana yake kama unaamua offside ungetakiwa kumwamua Maxim Pianzengeli, lakini hakuwa offside. Lakini katika mazingira yale ambako bado Pacome Zouzoua alikuwa yuko offside. Haya ni maelezo ya Azim Rams juu ya kile ambacho kimetokea haswa kwenye goli ambalo Yanga walifunga dhidi ya Simba katika mchezo wa Ngao ya Jamii, ukiwa unaashiria msimu mpya wa ligi kuu ya NBC msimu 2025-26 umefunguliwa. Ndio hivi sasa ni saa 10:30